Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ameiambia Mahakama Kuu kuwa yeye ndiye mwanachama na kiongozi aliyewahi kukabiliwa na mashtaka mengi zaidi ya jinai ndani ya chama hicho kuliko mtu mwingine yeyote. Lissu aliyasema hayo Agosti 24 mwaka 2026 mbele ya jaji kiongozi Danstan Ndunguru alipokuwa akijitetea dhidi ya kosa la uhaini linalomkabili. Amesisitiza kuwa kesi hiyo ni muendelezo wa mikakati ya kisiasa inayolenga kumkomoa kutokana na msimamo wake. Ndani ya Chadema, mimi ndiye mwanachama na kiongozi niliyeshtakiwa mara nyingi kuliko mwanachama na kiongozi yeyote, amesema Tundu Antipas Lissu. Mwanasiasa huyo amejiweka kwenye kundi la viongozi waliopitia misukosuko mikubwa ya kisheria na ukamataji wa mara kwa mara chini ya awamu tofauti za uongozi. Ameonyesha kusikitishwa na ukweli kwamba harakati zake zimekuwa zikimgharimu kisheria na kumfanya awe mikononi mwa vyombo vya dola mara kwa mara. Ameeleza kuwa mashtaka yote yanayomkabili yanatokana na harakati zake za kutetea haki za kijamii katika maeneo yaliyowahi kuwa na migogoro mbalimbali ikiwemo ardhi, madini, mazingira, akitaja maeneo ya Tarime, Ngorongoro, Bulyanhulu na mengineyo. Vilevile Lissu ameongeza kuwa mashtaka dhidi yake yamepingwa vikali na taasisi mbalimbali za kisheria duniani vikiwemo vyama vya mawakili wa Afrika Mashariki, Kenya, Zambia, Jumuiya ya SADC, Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Afrika, Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS na taasisi nyinginezo. Maoni yako ni yapi? Ndani ya Chadema, mimi ndiye niliyeshtakiwa mara nyingi zaidi, amesema Tundu Antipas Lissu kwenye kesi yake inayoendelea mahakamani kuhusu sakata la uhaini. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Haya baba. Haya baba. Wachinje. Wamalize.